tupa tena ili tuweze kuendelea na kujifunza neno lake. Tunajifunza kupitia kwa kitabu ama waraka wa Waebrania, na siku ya Jumapili tuliweza kufika mstari wake wa 6, ambapo tuliona aina mbili ya pumziko ambazo zinanenwa katika hii sura. Tukaona pumziko la Sabato ama pumziko la siku ya saba, ambalo tuliona katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2. Tukaona kwamba Mungu baada ya kufanya kazi yake ya uumbaji kwa siku 6 na kuikamilisha, siku ya 7 alipumzika. Kisha tukaona wakati alikuwa anapeana amri zake 10 kupitia kwa mtumishi wake Musa, hiyo aliweka kama amri. Na tukaona katika kitabu cha Kutoka, katika kitabu cha Kutoka ama Genesis 20, sura yake ya 20 mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Tukaona sababu alitaka ikuwe kumbukumbu, na alitaka watu waishi wakikumbuka, ikiwa hilo pumziko la Sabato linatuelekeza katika pumziko lingine. Yaani ikiwa tu mfano wa pumziko ambalo ni aina ya 3 na tutaweza kuliangalia siku ya leo. Pumziko ya aina ya pili tuliona katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 19 hadi mstari wa 30. Tukaona pumziko la aina ya pili, ambapo pia Daudi katika Zaburi ya 95 aliliongea tena. Pumziko la kuingia katika nchi ya Kanaani. Pumziko la kuingia katika nchi ya Kanaani. Tukaona katika Zaburi 95, Zaburi inaongea kuhusu kuingia rahani mwake Mungu. Na katika kitabu cha Hesabu Biblia inasema kuhusu kuingia katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, ambayo baadaye ilikuja kuitwa Israeli. Kwa hivyo tukaona Zaburi 95 inaelezea kuingia ama Waisraeli kufika katika nchi ya ahadi ni sawasawa na pumziko ambalo Mungu aliwapa baada ya kukaa miaka mingi katika utumwa Misri.
na baada ya kuwa katika safari jangwani miaka 40. Na nakumbuka nikisema ya kwamba pumziko la Mwanzo 2 mstari wa 2 ni pumziko ambalo Mungu alipumzika baada ya uumbaji. Kwa hivyo ni pumziko lake Mungu, na anakuja kuliweka katika ukumbusho wa watu wake katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 8 hadi mstari wa 11. Alafu pia ahadi ambayo alipa Abrahamu, Isaka na Yakobo kuhusu urithi wao wa nchi ya Kanaani, tunaona katika Zaburi 59 ikielezwa kama ni pumziko lake Mungu. Kwa hivyo pumziko ina mbili: pumziko la Sabato na pumziko la kuingia katika nchi ya Kanaani, ambayo nilisema ilikuwa ni mfano ama mwelekezo wa pumziko aina ya tatu ambalo tutaangalia siku ya leo. Liko katika mstari wa 7 katika hii sura ya 4 ya kitabu cha Waebrania, na nitasoma kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 7 hadi mstari wa 11. Biblia inasema hivi: aweka tena siku fulani, akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii, leo kama alivyonena tangu zamani, leo kama mtaisikia sauti yake, msifanye mioyo yenu migumu. Maana kama Yoshua angaliwapa raha, asingalinena siku nyingine baadaye. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi zake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake. Basi tufanye bidii kuingia katika raha ile, ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano huo wa kuasi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona katika hiyo misali ambayo tumesoma, mwandishi anasema vizuri sana. Tena nakumbuka tuliona katika mstari wa 4 wa hii sura, anasema yani Mungu mahali fulani anaongea kuhusu raha ya Sabato, na tukaona ni katika Mwanzo 2 sura ya 2. Tukikuja katika mstari wa 5, Biblia inasema na tena hawataingia tena katika pumziko langu ama raha yangu. Hiyo ni katika Zaburi 95. Sasa hapa mstari wa 7 tunaona Biblia inasema tena, aweka tena siku fulani. Kwa hivyo tunaona ameongea kuhusu pumziko la Sabato,
ameongea kuhusu pumziko la Kanaani, alafu sasa tena mara ya tatu. Sasa ndio tunaelezewa ni pumziko aina gani, na inaendelea kusema leo. Hebu tusome tena mstari wa 7. Aweka tena siku fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi namna hii. Si unasikia? Sasa huyu mwandishi wa kitabu cha Ebrania anasema, anasema leo, na anasema ni baada ya siku mingi sana. Kutoka ule wakati aliongea haya mambo ya pumziko katika Zaburi. Unajua hii Zaburi iliandikwa na Daudi bado akiwa hai, na ukiangalia, kama unaweza angalia historia ya Biblia saa hii ambapo tuko katika mwaka wa 2025 kutoka Yesu alipofika hapa ulimwenguni. (2025 AD) ama AD 2025. Hii AD, sababu wengi hawajui, inamaanisha Anno Domini, mwaka wa Bwana. Na wale ambao wanatafsiri kwa Kizungu wanasema in the year of our Lord. Unaona, miaka 2025 ni kutoka wakati Yesu alifika hapa ulimwenguni katika mwili. Na tunajua kulingana na historia ya Biblia ya kwamba, sikumbuki ni katika kitabu kipi cha Injili ambacho kinaorodhesha kutoka Daudi mpaka Yesu, sijui naelezea ni vizazi vingapi. Wacha nisitaje sababu sikumbuki vizuri. Lakini tunaona kutoka kwa Daudi mpaka kwa Yesu ni vizazi kadhaa. Na tayari kutoka kwa wakati Yesu alikuwa hapa, alipoingia hapa ulimwenguni mpaka saa hii ni miaka 2025. Kumaanisha kutoka wakati huu mpaka wakati Daudi alikuwa hai ni zaidi ya miaka 2025. Ndio sababu mwandishi anasema, na sasa Mungu ananena leo, anatunenea miaka mingi sana kutoka wakati alitumia Daudi kuandika hii Zaburi. Miaka mingi sana, kumaanisha tunanenewa leo jinsi ambavyo Mungu alinena katika Zaburi ya 95 akikumbusha watu wa wakati huo jinsi ambavyo Waisraeli waliomwasi Mungu walikosa kuingia katika pumziko lake. Wachunge wasikoze kuingia katika pumziko lake Mungu, akiwaonya dhidi ya kukausha mioyo yao. Miaka mingi baadaye tunakumbushwa vile wale watu walikumbushwa ya kwamba tusikue kama Waisraeli jangwani,
Na anaendelea kusema hivi katika huo mstari wa 7. Yaani baada ya huo muda wote kutoka wakati wa Daudi, tunaambiwa leo. Unajua ukisoma katika Zaburi ya 95 na tumeisoma mara kadhaa hapa, nasema Daudi alikuwa anaambia watu wa wakati wake, leo mkisikia sauti ya Mungu, msifanye mioyo yenu kuwa migumu, kama vile baba zenu wa Israeli walivyofanya kule jangwani, na ikafanya wasiingie katika nchi ya ahadi. Sasa sisi tunakumbushwa, na ukumbuke Waisraeli ni watu ambao walililia Mungu wakiwa utumwani Misri, wakiteseka. Tunaona katika mwanzo wa kitabu cha 7 cha Kutoka. Mungu akasikia kilio chao na akatuma mtumishi wake Musa awakomboe kutoka kwa utumwa na awaelekeze katika nchi ya ahadi. Sisi pia ambaye tumeokoka, kwa mambo tofauti ambaye alikuwa ametusonga wakati tulikuwa tunaokoka, tukamlilia Mungu na akawa ametuma Yesu Kristo, akaja akatukomboa kutoka utumwani, na tukaanza safari ya imani na wokovu naye. Sasa tunaonywa ya kwamba vile aliokoa Waisraeli toka katika utumwa na akaanza kuendelea nao katika safari ya kuelekea nchi ya ahadi, walimwasi, walinung'unika, wakamkasirisha na wakakosa kuingia katika nchi ya ahadi. Wale ambao walikuwa zaidi ya miaka 20 wakihesabiwa, yaani watu ambao walikuwa naelewa, kwa sababu ya kupuuza kwao, sababu ya kufanya mioyo yao iwe mgumu, wakakosa kufika nchi ya ahadi. Sasa tunakumbushwa leo yetu ni saa hii tunasikia. Yule ambaye atasikia habari kesho yake ndiyo leo itakuwa leo. Hata ni vizuri sababu kisoma tukimaliza, nafikiri mstari wa 12-13 inaongea kuhusu neno la Mungu kuwa hai. Kwa hivyo hatuwezi sema ati neno la Mungu lilikuwa linaongelea watu wakati huo, saa hii halitunenei. Neno la Mungu li hai kama alivyo hai. Limeongea katika wakati umepita, limeongea katika wakati huu, na litaendelea kuongea. Sasa tunaambiwa leo, kama tutaisikia hii sauti, na sasa sio kama tutaisikia, sababu tunaisikia, tunaambiwa ya kwamba tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Alafu sasa, yani tusifanye mioyo yetu kuwa migumu kama vile Waisraeli walifanya mioyo yao migumu jangwani dhidi yake Mungu, na wakakosa kuingia katika nchi ya ahadi. Sasa hebu sikia katika mstari wa 8. Tunaambiwa tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Alafu mstari wa 8, sasa tunaambiwa kuhusu pumziko lingine. Sababu inasema hivi, mstari wa 8. Maana kama Yesu angaliwapa raha, asingelinena siku nyingine baadaye. Ningetaka tuweze kuelewa hapa
Ukisoma kwa Biblia ya Kizungu inasema hivi: For if Jesus had given them rest, then he would not have afterward spoken of another day. Unaona? Wacha niweze kuelezea hapa. Inasema hivi Biblia kwa Kiswahili: kama Yesu angekuwa amewapa pumziko wa Israeli, hangekuja tena kusema kuhusu hilo pumziko wakati mwingine katika kitabu cha Zaburi 95. Na pia ni vizuri niseme ya kwamba hakika Waisraeli ambao walikuwa chini ya miaka 20 wakati wa kuhesabiwa walifika katika nchi ya Kanaani. Hakika walifika. Na Biblia nayo inasema kama Yesu ambaye ni Mungu angewapa pumziko, hangekuja kuongea kuhusu hiyo pumziko katika kitabu cha Zaburi. Sasa kwa wale ambao wanapinga Biblia na kutaka kuonyesha ya kwamba ati Biblia inachanganyika, hapo wanaweza kuwa wameanza kupiga makofi. Lakini ole wenu, sababu katika mstari wa 9 tutaona maelezo. Biblia haijichanganyi na haiwezi jichanganya, sababu Biblia ni neno lake Mungu, na Mungu sio mwanzilishi wa kuchanganyikiwa. Kwa ya kwamba Waisraeli wengine walifika katika nchi ya Kanaani, na Biblia pia kuandika kama angewepea pumziko angeweza kunena tena kuhusu pumziko. Inamaanisha ya kwamba lile pumziko la kuingia katika nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani, linatumika kuashiria pumziko lingine. Tuweze kuelewa hapa. Waisraeli kuingia ama kufika katika nchi ya ahadi inatumika kama mfano ama ishara ya pumziko lingine. Na ndio tunaenda tuone katika sura ya 9, mstari wa 9. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Na inaendelea kuelezewa katika mstari wa 10. Pumziko ati imebakia aina nyingine ya pumziko ambayo inaashiriwa na pumziko la Sabato. Simeona mstari wa 8 tumesoma tukaona kuingia katika nchi ya ahadi kwa Waisraeli haimaanishi ya kwamba walipata lile pumziko la 3. Sababu kama ile pumziko la kuingia katika nchi ya ahadi Kanaani lingekuwa limetimiza lile pumziko ambalo Mungu ananuia,
hangekuja kusema tena kuhusu hili pumziko katika Zaburi. Kwa hivyo mstari wa 8 unatuonyesha ya kwamba kuingia katika nchi ya ahadi Kanaani kwa Waisraeli sio lile pumziko ambalo Mungu alikuwa akiashiria kupitia kwa pumziko la Kanaani. Tukienda tena katika mstari wa 9, basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Si unaona? Mstari wa 9 pia unatuonyesha hata kama Wayahudi waliamrishwa kupitia kwa sheria za Musa ya kwamba wawe wakipumzika siku ya 7 ama pumziko la Sabato, imesalia pumziko lingine ambalo lilikuwa linaashiriwa na pumziko la Sabato. Kwa hivyo mstari wa 8 unatuonyesha Waisraeli kufika katika nchi ya Kanaani haimaanishi ya kwamba hilo ndilo pumziko la Mungu. Kuna pumziko la Mungu ambalo tutakuja kuliona hapa mbele, lakini lilikuwa linaashiriwa na pumziko la kuingia katika nchi ya Kanaani. Tukienda katika mstari wa 9, Biblia inatuonyesha ya kwamba pumziko la Sabato ambalo Mungu aliamurisha Wayahudi wawe wakilitazama ama kufuata, hilo sio pumziko ambalo Mungu alikuwa anaashiria. Hiyo ni mifano tu. Sasa tuone katika mstari wa 10. Sikia. Pumziko la Sabato na pumziko la kuingia katika nchi ya Kanaani sio lile pumziko ambalo lina neno hapa katika mstari wa 10 na kuendelea. Sababu Biblia inasema hivi: kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amesarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyosarehe katika kazi yake. Si unaona? Hapa mstari wa 10 unaongea kuhusu pumziko lingine ambalo sio lile pumziko la Sabato ama lile pumziko la kuingia katika nchi ya ahadi. Anaongea kuhusu pumziko ambalo mtu akiingia ndani yake amepumzika kutokana na kazi zake. Sababu Waisraeli wakifanya kazi zao siku 6, wakipumzika siku ya 7, wiki iliyofuatia ikianza walikuwa narudi kwa kazi zao. Kwa hivyo haikuwa pumziko la kudumu, ilikuwa pumziko la muda. Waisraeli walipofika katika nchi ya ahadi waliendelea kufanya kazi, waliendelea kulima mashamba, waliendelea kulisha na kufuga mifugo yao, waliendelea na kazi. Sasa pumziko ambalo linanenwa hapa ni lile pumziko kama lile ambalo Mungu alipumzika baada ya kufanya kazi ya uumbaji katika kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2. Sababu Mungu alikamilisha kazi yake ya uumbaji
kwa siku 6. Hakuna kitu kingine kiliumbwa ama kiliwahi umbwa ama kitawahi umbwa kando na ule uumbaji ambao Mungu alifanya kwa siku 6. Kwa hivyo kazi ya uumbaji Mungu afanyi tena, alikamilisha. Na tumeona katika Biblia pumziko la Mungu, kama alivyopumzika baada ya kufanya kazi ya uumbaji siku 6. Katika pumziko la Sabato, uone ni tofauti na pumziko ambalo Mungu alipumzika baada ya uumbaji. Sababu tukisoma katika Biblia, Mungu alifanya kazi ya uumbaji siku 6, siku ya 7 akapumzika. Biblia haionyeshi tena akirudi katika kazi ya uumbaji. Lakini Waisraeli wakipumzika pumziko lao la Sabato, walikuwa na pumzika siku ya 7. Siku ya kwanza ya wiki ifuatayo wanarudi katika kazi zao. Hata walipofika katika nchi ya Kanaani, walikuwa na pumzika Sabato, na siku ya kwanza ya juma lifuatalo wanarudi katika kazi zao. Lakini sasa hapa tunaelezewa hili pumziko ambalo mtu akiingia katika hili pumziko anaachana na kazi zake zote. Hata sisi ambao tuko hai na tunamwamini Kristo na tunasema Yesu ni Bwana katika maisha yetu, bado hatujafika katika hilo pumziko la aina ya 3. Sababu bado tunaendelea na kazi zetu. Ukipumzika leo, najua wengi wataamkia kazi siku ya kesho. Hata ukienda likizo ikiisha, unarudi katika kazi yako. Biblia inatuambia kuhusu pumziko ambalo yeye ambaye ameingia katika pumziko hili lake Mungu amestarehe ama amepumzika kutokana na kazi zake zote, kama vile Mungu alivyostarehe kutokana na kazi yake. Nalo ili pumziko ni lile pumziko ambalo limenenwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13. Biblia inasema hivi. Revelation chapter 14 verse 13. Ufunuo wa Yohana sura ya 14 mstari wa 13. Nasikia sauti toka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao. Umesikia? Yohana akasikia sauti ikisema, na akaambiwa andike. Na ndio sababu tunasoma saa hii. Sauti ikisema, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yanafuatana nao. Umesikia? Pumziko ambalo linanenwa hapa
ni lile ambalo limenenwa katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13, ya kwamba heri wafao wakiwa katika Kristo, sababu wanapumzika kutoka taabu zao na matendo yao mema yanawafuata. Na tunaona hapa katika Waebrania sura ya 4 mstari wa 10 ikisema kwamba kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake astarehe mwenyewe katika kazi yake, kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake za uumbaji. Kwa hivyo pumziko ama raha ambayo inanenwa hapa ni mtu kufa akiwa katika Kristo. Ni mtu kufa akiwa mwenye haki mbele zake Mungu. Hilo ndilo pumziko la aina ya tatu. Pumziko ambalo mtu akiachana na kazi zake zote. Na tunajua ile tu namna utakuwa haufanyi chochote, haufikiri, hauwazi chochote, ni kama umekufa. Sababu hata Biblia mahali pengine inasema ya kwamba katika ulimwengu wa wafu hakuna kinachotendeka mahali pale. Sasa ni kukufa tukiwa katika Kristo, kupumzika tukiwa katika Kristo. Na ukiendelea katika mstari wa 11 tunaonywa, basi tufanye bidii kuingia katika raha ile. Na unajua wakati Yesu alikuwa karibu kufa msalabani, alikuwa amesulubishwa na wanaume wawili, mmoja upande wa kuume na mmoja upande mwingine. Na tukaona mmoja alikuwa na mkejeli Yesu, na huyu mwingine akaambia mwenzake, hapana, usiongee hivyo, sababu sisi tumesulubishwa kwa kufaa sababu ya maovu yenye tumefanya, lakini huyu hajatenda dhambi yoyote, yani Yesu. Na akimalizia huyo mtu akaambia Yesu, utakaporudi katika ufalme wako unikumbuke. Unaona, huyu aliyekuwa pale msalabani alikubali ya kwamba yeye ni mwenye dhambi. Akamgeukia Yesu akamwambia, akamtambua kama Bwana, na akaamini ya kwamba Yesu atarudi kwa ufalme wake, na akatamani kuingia katika huo ufalme, ufalme wa Yesu, ufalme wa Mungu, ufalme wa kimilele. Akaambia Yesu, unikumbuke katika ufalme wako. Yesu alimjibu nini? Akamwambia, amini nakuambia, leo roho yako itakuwa pamoja nami mahali nafsi za watu wema zinaenda, paradiso. So naona, na tukapata pia mfano katika mfano ambao Yesu alipeana kuhusu tajiri na Lazaro. Tajiri ambaye aliishi katika maisha ya raha na starehe na anasa, na Lazaro ambaye alitosheka katika hali yake. Hao watu walipokufa wawili, nafsi ya moja ikaenda ahela,
hell. Naye nafsi ya Lazaro ikaenda mahali pa pumziko, kifuani cha Abrahamu. Kwa hivyo mtu ambaye ameingia katika hili pumziko lake Mungu ni mtu ambaye ameachana na kazi zake zote, yaani ama amekufa akiwa katika Kristo, ambaye nafsi yake inaenda paradiso, ambaye imefananishwa na kuwa kifuani cha Abrahamu. Na unajua, ukiangalia, hebu wale ambao wako na watoto wadogo, ukichukua mtoto ukimweka kifuani, anakuanga na kutulia kwingi sana. Hiyo ndiyo ishara ambaye Yesu alikuwa anaonyesha, kifuani mwa Abrahamu, paradiso, mahali pa kupumzika. Kwa hivyo pumziko la aina ya tatu ni lile pumziko ama ni kutimia ama kuingia katika pumziko lililoko katika Mwanzo sura ya 2 mstari wa 2. Yaani Mungu baada ya kumaliza kazi zake zote za uumbaji akapumzika na hakurudi tena kufanya kazi za uumbaji. Sisi naye wanadamu tunaingiaje katika hilo pumziko? Wacha tuone tuone katika mstari wa 11 Biblia inatuambia nini? Yaani mtu unakufaje ukiwa mwenye haki na aliyekubalika machoni mwa Mungu? Sababu yeyote ambaye amekufa akiwa katika Kristo, tumesoma katika kitabu cha Ufunuo 14:13 ya kwamba wanapumzika kutoka mateso yao yote, kazi za mateso yao yote, na matendo yao mema inayafuata. Kwa hivyo huyo mtu ambaye amepumzika na anaingia katika pumziko lake Mungu ni mtu ambaye alikuwa na matendo mema mbele zake Mungu, sio mbele ya wanadamu tu. Sababu kuna mambo ambayo yanafaa mbele ya wanadamu na hayafai mbele zake Mungu. Kwa hivyo ni kuwa na matendo mema mbele zake Mungu. Hebu tuone tukielezewa katika mstari wa 11. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha ile. Yaani tufanye bidii, kama ni kupumzika, kama ni kufa, tufe tukiwa katika Kristo, ili kwamba mtu yeyote asiwe akaanguka kwa mfano huo huo wa kuasi. Kuna uwezekano, na ndio sababu tunaonywa. Sababu Waisraeli waliokolewa naye Mungu na akaandamana nao katika safari ya kuelekea nchi ya ahadi, lakini wengi hawakufika kwa sababu ya kuasi. Sisi vile vile, sababu tunalotazamia, sababu kuna mtu ajue siku yake ya kufa. Tunapotazamia ni ya kwamba kama tutakufa kabla ya Yesu kuja kulinyakua kanisa lake takatifu, tufe tukiwa wenye haki, tufe tukiwa watu ambao wanakubalika mbele zake Mungu, ili tuweze kuingia paradiso,
ili nafasi zetu ziweze kuingia paradiso. Na tunaambiwa, tunakumbushwa tuchunge, tusifuate hiyo njia ya kuasi ambaye Waisraeli walifuata. Kwa hivyo unaweza kuwa umeokolewa naye Mungu, unaweza kuwa umeandamana naye katika safari ya wokovu, na ukose kuingia paradiso, na ukose kufa ukiwa mwenye haki mbele zake Mungu, ukose kuingia katika pumziko lake. Tunaambiwa tujichunge. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha yake. Unajua, naye mtu anaweza jiuliza, sasa tunaambiwa tufanye bidii gani? Ama ni nini tunafaa kufanya? Ukisoma katika mstari wa 3 sura ya 6. Samahani, katika sura ya 3 hiyo tu, katika kitabu cha Hebrania mstari wa 6 tutaona tunafaa kufanya nini. Hebu nisome Waebrania sura ya 3 mstari wa 16. Biblia inasema nini? Bali Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. So naona hiyo ndo katika yote ambayo tunafanya maishani yetu, katika huduma, katika mambo yote. Hayo ndio mambo ambayo hatufai kusahau. Sababu tunaambiwa tutabaki kuwa wana wa nyumba ya Mungu kama tutashikamana na ujasiri kwa imani na fahari ya matarajio yetu mpaka mwisho. Unaona? Kama tutashikilia imani yetu na kufurahia furaha ambayo inatoka ndani, inayotokana na kujua ya kwamba tumepata wokovu na tuna matarajio ya kuingia katika pumziko lake Mungu hadi mwisho, sio kuachia katikati. Ni kuwa na imani, kushikilia imani yetu, na iwapo tutakuwa na shida na matatizo na tabu, tusiweze kuachilia tarajio ama tumaini letu tulio nalo katika Kristo hadi mwisho. Hilo ni neno la Mungu, ya kwamba kama hatutashikilia imani yetu katika Kristo kwa ujasiri, bila wasiwasi, bila shaka, na tuendelee kushikilia tumaini letu na tarajio ambalo tuko nalo, ya kwamba kama ni kupumzika, tutapumzika katika Kristo, ili nafsi zetu ziingie paradiso. Na kama Yesu atakuja kulichukua kanisa takatifu, kama bado tuko hai, tuwe ya sehemu ambayo itanyakuliwa kama kanisa lake takatifu. Maana Biblia inasema ya kwamba tutakuwa milele na milele katika uwepo wake, hatutawahi achana. Kwa hivyo ni kushikilia imani kwa ujasiri na kudumisha tumaini letu katika Kristo. Tumeonywa tusifuate hiyo njia ama mfano
ambao Waisraeli walifuata jangwani. Na ikawa licha ya kuwa Mungu aliwaita akawaokoa kutoka nchi ya Misri, akaandamana nao safari jangwani miaka 40, wengi wao miili yao ilitapakaa jangwani, hawakuweza kufika nchi ya ahadi sababu ya kumuasi Mungu. Na unajua kuasi ni nini? Kuasi ni dhambi. Kuasi ni ile unaambua Mungu amesema hivi katika neno, usifanye hivi, wewe unafanya. Kuasi ni Mungu amesema katika neno lake usifanya fanya hivi, wewe unakataa kufanya. Hiyo ndio uasi. Nashukuru Mungu sababu tumeweza kufika tamati ya mafunzo yetu ya siku ya leo. Naomba ya kwamba karibisha mchungaji Isaac